Kwa hiyo mamlaka na nguvu kuu za serikali ya Roma zilifananishwa na mnyama wa kutisha, mnyama wa nne aliyekuwa na nguvu na uwezo mwingi, mnyama ambaye hakufanana na wanyama waliotangulia, lakini pia ulifananishwa na nguvu za chuma kama madini yalionekana kuwa katika miguu ya ile sanamu ya mfalme Nebukadneza. Mbingu zikafunuka kupitia wanyama wakubwa wanne wa kitabu cha Danieli. Unajua mambo makubwa ambayo yalitokea kupitia mkoloni huyu wa Kirumi. Je, unajua chimbuko kubwa la dini ya Roma? Je, unajua chimbuko kubwa la ugomvi wa Wakristo leo? Je, unajua chimbuko kubwa la ugomvi wa dini na dhehebu? Kila mwanadamu amekuwa akiwaza au kusikia mambo fulani katika maisha. Kwa jinsi hiyo, ni watu wengi wamekuwa na nadharia nyingi na mashaka. Pamoja na hayo, wamekuwa na mikanganyiko juu ya imani zao, ibada zao, na kugubikwa na maswali bila kupata ufumbuzi. Wengine wamebaki hawana uongozi. Wafanye nini? Waelekee wapi? Na kufuata lipi? Tena sio hao peke yao. Inawezekana hata wewe una maswali na kupata utata mahali fulani. Lakini si kwamba hakuna kabisa majibu juu ya mambo hayo na mengine mengi katika maisha. Na hivyo ni kualike kijana, binti, mama, baba, mzee wa dini yoyote kwa namna ya pekee katika mikutano na kusikiliza mafundisho haya ya neno la Mungu yaliyobebwa na ujumbe unaosema, pamoja na hayo Mungu atatuvusha ng'ambo ya dunia, yanayokufikia kutoka viwanja vya chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, ndani ya ukumbi wa Nyerere, ikiwa ni chini ya mwinjilisti Oswald Gideon akisaidiana na mwinjilisti mwenza Zakaria Elias. Kumbuka, pamoja na hayo Mungu atakupatia majibu ya maswali yako kupitia mafundisho na mikutano hii. Njoo tujifunze pamoja, na mwisho Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa na kufanya maamuzi sahihi. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari za jioni wajumbe. Basi tunapenda tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya vikundi na kwaya ambazo zinaendelea kuinua mioyo yetu kwa Mungu aliye hai. Asanteni sana waimbaji kwa wimbo ambao unatusogeza karibu na Mungu aliye hai. Leo tena tutakuwa na kipindi chetu katika mfululizo wa masomo yetu ambayo tunaendelea kujifunza. Na leo, kabla ya kuanza somo la jioni ya leo, tupende kujibu maswali kadhaa. Na msomaji, karibu uwasalimie kwanza watu wa Mungu, na hivyo uanze moja kwa moja kusoma maswali ambayo yameandikwa na rafiki zetu ambao tunaendelea kujifunza nao. Bwana ni mwema. Basi leo kuna maswali kadhaa hapa, na kwa kwanza, swali la kwanza linasema, je, chanzo cha maovu duniani ni Adamu na Hawa? Asante sana. Biblia haijawahi kueleza chanzo cha dhambi kuwa ni Adamu wala Hawa, bali Biblia hueleza chanzo cha dhambi kuwa ni Shetani, na hapo ndipo Biblia inapokomea. Kwa hiyo chanzo cha dhambi duniani sio Adamu wala sio Hawa, maana Adamu na Hawa walikuwako duniani kwa miaka kadha wa kadha pasipo kuingiza dhambi duniani, bali dhambi ikaingia pale tu Shetani au Lucifer alipoingia duniani. Swali la pili. Swali la pili lina vipengele viwili, na kipengele cha kwanza kinauliza, hivi siku moja ina masaa mangapi? Asante sana. Labda nianze sehemu hiyo ya kwanza anayouliza. Swali linasema, hivi siku moja ina masaa mangapi? Swali hilo liliwahi kujibiwa katika moja ya kauli za Yesu. Unapoenda katika kitabu cha Yohana sura ya 11, msomaji wa mafungu, fungua Biblia yako, Yohana sura ya 11 aya ile ya 9, ndipo ambapo Yesu
alijibu swali hilo. Yohana sura ya 11 aya ile ya 9. 11:9. Ndiyo. Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Saa za mchana si ngapi? Mtu akienda mchana hajikwai. Mtu akienda mchana afanyeje? Hajikwai. Ndiyo. Kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Nuru ambayo Yesu alikuwa anazungumzia nuru ambayo imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 kuanzia mstari wa 14, ambapo Mungu alipokuwa anaumba dunia aliumba mianga mikuu miwili ambao ni mwezi na jua, na Mungu akaeleza ya kwamba jua litatawala mchana na mwezi utatawala usiku. Sasa Yesu anasema, je, masaa ya mchana si 12? Ambapo anaeleza masaa ya jua kutoa nuru, na hivyo Yesu akaacha masaa mengine 12 kwa mgawanyo ule aliyoufanya Mungu, masaa yanayobakizwa kwa ajili ya kutawaliwa au mwezi nao kutoa nuru. Kwa hiyo masaa 12 ya mchana yanayotolewa au yanayomilikiwa na jua huacha masaa 12 mengine usiku yanayotawaliwa au kuwa chini ya nuru ya mwezi. Kwa hiyo siku moja ina masaa 24 kwa mjibu wa hoja aliyojibu Yesu, akijibu hoja kadha wa kadha. Labda kipengele cha pili, ni muda upi hasa sabato huanza na kuisha? Ni muda upi hasa sabato huanza na kuisha? Liliwahi kujibiwa zamani sana. Unaposoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 kuanzia aya ya 29 na kuendelea, lakini mimi nitapenda tusome moja kwa moja aya ile ya 32. Mambo ya Walawi sura ya 23 aya ya 32. 23:32. Ndio. Itakuwa kwenu sabato, nanyi mtazitesa nafsi zenu, siku ya 9 ndio ya mwezi wakati wa jioni. Sawa. Tangu jioni hata jioni mtazishika sabato zangu. Tangu jioni hata nini? Jioni. Kwa hiyo sabato huanza Ijumaa jioni na humalizika siku ya Jumamosi jioni. Swali linalofuata, kwa nini Yesu afufuke siku ya kwanza na si ya pili au ya 7? Rudia. Kwa nini Yesu afufuke siku ya kwanza na si ya pili au ya 7? Ni rahisi kulijua hili kwa sababu ya maelekezo aliyotoa Yesu. Unajua kisa cha Yesu tangu kuzaliwa mpaka kufa kwake kilielezwa zamani kupitia manabii, akiwemo nabii Isaya. Lakini pia hata Yesu mwenyewe alipokuja alieleza kwa habari ya kufa kwake na kufufuka kwake, na siku 3 kadhaa kabla ya kufa kwake alieleza habari ya kufa kwake na kufufuka kwake, ambapo alisema atakufa lakini katika siku ya 3 atafufuka. Kwa hiyo maelezo ya Yesu yalikuwa yameweka wazi ya kwamba kila ambaye alipaswa kujua habari ya siku atakapofufuka ahesabu siku ya 3 tangu siku ya kufa kwake. Swali lingine linasema, sote tunaamini kuwa Mungu ni muweza na kujua mambo yajayo. Je, ni kweli Mungu hakujua kama mwanadamu atamsaliti? Na kama alijua kama atamsaliti, kwa nini hakuzuia hiyo hali kama kweli alikuwa anampenda mwanadamu? Asante. Mungu huitwa Alfa na Omega. Mungu huitwa mwanzo na mwisho. Lakini yeye pia ametambulishwa kupitia Isaya. Jana tulisoma Isaya sura ya 46 mistari ya 9 na ule wa 10, ambapo anasema yeye hufunua siri zake tangu zamani. Lakini yeye pia anaeleza ya kwamba hujua
habari za jambo kabla ya jambo hilo kuwako. Kwa hiyo ni dhahiri ya kwamba Mungu alijua kile ambacho kilienda kutendeka. Lakini tujiulize swali la pili analouliza, ni kwa nini asingezuia hiyo hali? Tangu tulipoanza tuliendelea kusoma maelezo ya Mungu. Yeye anasema huzuia dhambi na athari ya dhambi kwa kueleza athari ya dhambi na ubaya wa dhambi kabla ya mwanadamu kuingia dhambini. Na hivyo ameweka utaratibu, ameweka ukuta ambao ni maelekezo yake, ni maamrisho yake, ni amri zake. Na hizo ndizo tukizitii zinatufanya tuishi bila kupata athari ya dhambi. Kwa hiyo Mungu aliwapa maelekezo wanadamu kabla ya dhambi, ili maelekezo hayo yawasaidie kutokuingia dhambini. Na ndiyo maana anasema katika Yohana 14:15, kama tunampenda basi mwongozo wa maisha yetu ni kuzishika amri zake. Amina. Swali lingine nasema, nitawezaje kuitambua sauti ya Roho Mtakatifu katika maisha yangu, ukizingatia kuna sauti ya shetani pia? Asante sana. Swali hilo alilijibu Yesu kuelezea hali halisi itakayotokana na uwepo wa Roho Mtakatifu alipokuwa akiondoka katika Yohana sura ya 16 mstari ule wa 13. Msomaji, Yohana sura ya 16 aya ya 13. 16:13. Ndio maneno ya Biblia yanasema, sawa, lakini yeye atakapokuja huyo Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atawaongoza awatie katika kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapata habari yake. Hizo ndizo ishara au dalili za kujua Roho Mtakatifu anapokuja. Na unapoona hali fulani inayokuongoza kushika neno la Mungu, inayokuongoza katika kutii kweli za neno la Mungu, na hali inayokuongoza kunyenyekea, kuheshimu kila neno lililoandikwa na Mungu, hizo ndizo dalili za kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Na hivyo ukiwa unasikia hali hiyo, jua ni Roho wa Bwana aliyeahidiwa na Yesu. Swali lingine, na tuende kwa haraka. Maisha ya mwanadamu leo yanategemea sana uwepo wa pesa. Je, Biblia inasema nini juu ya hili? Maswali kama haya ni marahisi sana. Biblia inasema nini kwa habari ya fedha? Yako mafungu mengi. Mimi katika kuangalia nimepata takriban mafungu 40 yanayozungumza jambo fulani kuhusiana na fedha. Sasa swali haliko wazi sana, ila kwa upendeleo mimi labda nisome mafungu mawili tu ambayo Biblia imeeleza habari ya fedha. Kwanza, katika kitabu cha Zaburi, Mungu anasema fedha na vitu vingine kama madini na dhahabu ni mali yake. Lakini pia Paulo alieleza katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya ya 10 ya kwamba chanzo cha mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Hayo ndiyo ambayo ninaweza nikakusaidia tu kwa ufupi vile ambavyo Biblia inaeleza kwa habari ya fedha. Swali lingine. Amina. Kwa nini Mungu aliwatupa malaika duniani, asiwatupe mahali pengine au kufungiwa kabisa? Biblia imeeleza kutupwa kwa shetani na malaika waasi duniani, lakini haijaeleza kwa nini watupwe duniani. Unasoma maneno hayo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 aya ya 7 mpaka ile ya 9. Hatutosoma. Pengine swali linalofuata, nitafanyaje iwapo nikitaka kuzishika sheria za Mungu, ila kuna changamoto zinazoniandama kama vile kukatazwa na wazazi? Asante sana. Utafanyeje ukitaka kuzishika sheria za Mungu? Labda nikuelekeze katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa mwisho,
lakini pia Yuda sura ya 1 aya ya 10 mpaka ya 13, ambapo tunaweza kuzishika sheria za Mungu kwa neema ya Kristo peke yake. Lakini sehemu ya pili ambayo muuliza swali anaonesha kuwatupia lawama wazazi, twaweza kusoma katika Warumi sura ya 14 fungu la 12. Msomaji, Warumi sura ya 14 fungu la 12. Warumi 14:12. Ndio Maandiko yanasema, basi ni hivyo kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe. Kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Kwa hiyo hata ukijaribu kutafuta sababu ya kwamba unaacha kuzishika amri za Mungu kwa sababu ya wakuu wa dini, kwa sababu ya baba yako, kwa sababu ya mama yako, kwa sababu ya marafiki, neno la Bwana linasema kila mtu atatoa sababu zake mwenyewe mbele za Mungu. Na mahali fulani Paulo anasema kila mtu atalibeba furushi lake mwenyewe. Swali la mwisho. Kuna watu wanasema kuwa kwa kuwa Yesu ni Bwana wa Sabato, ukishakuwa umemwamini na kuishika, hauna haja ya kutunza siku bali Sabato. Ndio maana wakati wa kufa alisema imekwisha. Tusaidie hapa. Anasema kuna watu. Kwa hiyo kwa sababu yeye anawasikiliza watu, ndio maana anapata mkanganyiko. Ila ni kushauri uachane na watu, umsikilize Mungu. Sasa ukiisha kumsikiliza Mungu, sikiliza pia anasemaje. Ninakuuliza rafiki yangu leo, uliza, tukiachana na watu, wapi umesoma ya kwamba ukiisha kumshika Yesu, ukiisha kumpokea Yesu, huna haja ya kulitunza neno la Mungu wala amri zake? Ukinisaidia kulipata hilo fungu, basi na mimi nitaambatana na wewe. Amina. Swali la mwisho linasema, je, watu kunena kwa lugha kanisa zima, huyo ni Roho Mtakatifu au ni mapepo? Asante. Anauliza, watu kunena kwa lugha kanisa zima, huyo ni Roho Mtakatifu au ni jambo lingine? Ngoja nikwambie, tulijifunza vizuri habari ya kunena kwa lugha katika somo lilokuwa linasema nipatie tafsiri ya maneno uliyozungumza. Na katika kujifunza somo hili tuligundua ya kwamba tangu mwanzo wa Biblia mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna mahali ambapo kuliwahi kutokea katika kanisa la wachamungu, kanisa zima, kushukiwa na Roho Mtakatifu kwa namna kama inavyofanywa leo hii. Na tukagundua ya kwamba iliwahi kutokea ahadi ya Kristo katika siku ya Pentekoste katika kitabu cha Matendo sura ya 2, ambapo Yesu alipokuwa anataka kuwapa wanafunzi wake nguvu ya kwenda kufanya kazi, basi Roho wa Mungu alishuka juu yao na kila mmoja akashukiwa na Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu akawaongoza na kuwajalia wanafunzi wake kuzungumza lugha za mahali walipokuwa wamepangiwa kwenda kufanya kazi. Waliopangwa kwenda Paafi wakapewa Kipaafi, waliopendwa kwenda Korinto wakapewa Kikorinto, Pamfilia na Mfiria na maeneo mengine hata Ethiopia. Sasa tulipoanza kujiuliza na kumuuliza Mungu, akatuambia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 aya ya 10 ya kwamba kila lugha ambayo hutokana na Mungu basi ni lazima ieleweke, lazima iwe na maana. Lakini Paulo akaendelea, unaposoma kuanzia mstari wa 17 mpaka mstari wa 23, unagundua ya kwamba alikataza hakuna uwezekano baada ya siku ya Pentekoste katika kanisa la Mungu, kanisa zima kudai kushukiwa na Roho Mtakatifu. Sikia, anaeleza, anasema mstari wa 23 wa Korinto wa kwanza sura ya 14, haya,
ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, hawatasema mna wazimu? Basi ndugu, mstari wa 26, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri, mambo yote yatendeke kwa kujenga au kwa kusudi la kulijenga kanisa. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene 2 au 3 na si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa. Sikia fungu la 33, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali Mungu wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Na Paulo anamaliza kwa kusema, kwa kuwa sauti za manabii huwatii manabii, na manabii hutii sauti za manabii. Kwa hiyo ikiwa kunena huko kwa lugha kunakofanywa leo kunatokana na Mungu, basi tunatarajia kuona kukienenda kwa kanuni hizi za neno la Mungu. Kanuni ni ile ile. Kama yuko nabii, mtume, mzee wa upako au yeyote, basi anene 1 au 2, mwisho wa 3 na si zaidi, kwa kanuni ya makanisa yote ya watakatifu. Asanteni kwa ajili ya maswali hayo. Basi na tuombe, tuanze somo la usiku wa leo. Jehova Yahweh, Jehova Shalom, Baba mtakatifu, tunaenda tena kuzifungua hazina zako. Ninakusihi Roho wako ambatane na somo hili, akitufundisha na kutuelekeza. Ni katika jina la Yesu, amina. Mikutano yetu ina ujumbe unaosema, pamoja na hayo Mungu atatuvusha ng'ambo ya dunia. Na fungu kuu ni Yuda sura ya 1 aya ya 24 na aya ya 25. Na neno la Bwana nasema, yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu na yeye, na ukuu na uwezo na nguvu, tangu milele na sasa na hata milele. Amina. Somo la leo linasema, unaogopa mbwa? Vipi simba? Vipi dubu? Vipi chui? Na jioni ya leo basi nimefanikiwa kukutana na mbwa wa kidigitali. Mbwa ambaye na yeye anavaa miwani. Mbwa anavaa miwani, lakini na yeye japo ni mbwa wa kisasa, mbwa wa kidigitali anaogopa pia. Somo linasema, unaogopa mbwa? Vipi simba? Vipi dubu? Vipi chui? Unajua, kwa sababu hii ni picha, wengi wanaweza wakatuambia hawaogopi mbwa. Lakini kama mbwa angepita hapa pia, ngeshangaa tukianza na upande wa pili wa jinsia yangu vile ambavyo tungegombana. Lakini pia wako hata wanaume wanaogopa mbwa, wanaogopa mbwa. Sasa tunajiuliza, wewe na mimi tunaogopa mbwa. Vipi siku ukikutana na simba akikatiza kwenye korido, si utatembelea kisigino? Vipi ukutane na dubu, itakuwaje? Vipi ukutane na chui? Unajua, kuna mahali niliwahi kukaa, alikuwepo mzee mmoja mfugaji. Siku moja anatupa kisa cha yeye kuwa na shida ya uti wa mgongo. Akatuambia siku moja walikuwa na winda, akakimbizwa na chui kwa sababu ya kuruhusu kila mwendo kasi aliopewa na Mungu, kwamba nati za uti wa mgongo zilifunguka. Nati za uti wa mgongo zilifunguka. Sikia, sio tu huyo mbwa wa
sura hiyo wako mbwa wa aina kadhaa, na mbwa huyu anaonekana kuwa na sura ya tofauti. Bwana mmoja alifanikiwa kuajiriwa na watu waliokuwa na maeneo ya kuonesha wanyama au maonesho ya wanyama, na yule bwana akaulizwa, je, wewe kweli una shida ya ajira? Bwana akasema, ni kweli nina shida ya ajira. Wakamwambia, sikia, iko kazi hapa itakayokufanya upate fedha kila mwezi. Bwana akasema, naipenda kazi hiyo, maana sina kazi. Mtu wa watu akauliza, je, ni kazi gani? Mwajiri akamwambia, kazi ipo, usio na mashaka. Yule bwana akaambiwa, hapa kuna kinyago cha ngedere, wewe utakuwa unavaa hicho kinyago cha ngedere, lakini siku ya maonesho watu wakija itakubidi uwe unafanya maigizo, unafanya matukio na vitendo anavyovifanya ngedere. Yule bwana akasema sawa. Kwa hiyo akaanza kufanyiwa majaribio ya kuruka kama ngedere, ya kukaa kama ngedere, kila staili ya ngedere akafundishwa huyo bwana. Siku ya siku watu wakaja wakasema, tumekuja kutazama wanyama. Yule bwana kama kawaida huyu bosi akafungua lile geti, akafungua lile banda, na watu wakaingia, wakaanza kutazama maonesho ya wanyama, wakianza kwa ngedere. Kwa hiyo bwana akaanza kuruka, anakaa mara anase, mara fanye hivi, kila staili aliyofundishwa akafuzu, na tajiri wake akamsifu sana, maana kweli anaonekana kama ngedere. Kwa hiyo yule bwana akakusanya fedha nyingi, akafanikiwa kuwa na fedha kadhaa, na utajiri wa bosi wake ukaongezeka, akawa anasifiwa sana. Siku moja yule bwana akamwambia, sasa leo tutasogea mbali zaidi, nitakupeleka chumba cha pili. Kwa hiyo watu wakija utakuwa unaruka kutoka chumba chako kwenda chumba cha pili. Bwana akasema sawa, nitapenda hiyo. Kwa hiyo watu walipokuja, bwana akawa anaruka na manjonjo, anaruka kama ngedere, anaruka mara ashike nyavu, mara aruke upande wa pili. Akakosea yule bwana kwa sababu ya vionjo vingi, akajikuta amedumbukia katika kundi ambamo kulikuwa na simba. Yule bwana akaanza kutetemeka, akatetemeka, lakini akili ikamjia, huyu simba itabidi naye nimfurahishe kama nilikuwa na wafurahisha wanadamu wenye akili, sembuse simba. Kwa hiyo bwana akaanza na staili zake za kingedere, anaruka, mara ashike hapa, mara afanye hivi, mara anase na mkono. Simba anamwangalia tu, simba anamwangalia. Baadaye sana yule bwana akaruka na staili, akajikuta yuko mbele karibu na simba. Bwana akaanza kulia, jamani nakufa, nisaidieni. Wale watu wakagundua, kumbe wewe sio tena ngedere, umekuwa upande wa pili. Yule bosi akamwambia, wewe ni mjinga, maana kama ulivyokubali ya kwamba utaajiriwa kwa maigizo, hata simba unayemuona si simba, ni mtu wa maigizo kama wewe. Kwa hiyo wako wengi wanadai hawaogopi, kumbe ni mbwembwe kabla ya tukio kuja. Unaogopa mbwa? Vipi simba? Vipi dubu na chui? Ngoja niwaambie wapenzi wa Baba, jana tulikuwa na somo lililokuwa linasema habari ya ndoto iliyosononesha na kufadhaisha na kuwaogofya watu maarufu. Sasa wewe unaogopa mbwa, vipi ukikutana na simba? Tena si simba wa kawaida, ni simba mwenye mabawa. Vipi ukikutana na dubu? Si dubu wa kawaida, dubu mwenye mifupa mitatu ndani ya kinywa chake. Vipi ukikutana na chui?
utafanyeje? Unajua habari hizi zinatusogeza mbali zaidi. Katika Danieli sura ya 7 ndipo ambapo tutajifunza somo la leo. Msomaji, Danieli sura ya 7 fungu la 2 na lile la 3. Naliona katika maono yangu wakati wa usiku, ndio, natazama hizo pepo 4 za mbingu zilivuma. Natazama pepo 4 za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wanamna nini? Mbalimbali. Wanakwambia, Danieli anasema siku moja alilala usiku, na katika ndoto yake akaona, na tazama palikuwa na bahari kubwa, na alipochunguza zaidi akagundua ya kwamba palikuwa na upepo ambao ulikuwa unavuma juu ya bahari. Alipochunguza zaidi akaona, na tazama wanyama 4 wakitokea baharini. Labda tumuulize Paulo, tumuulize Danieli, tuwaulize manabii, tuiulize Biblia. Je, Biblia unapozungumza kwa habari ya bahari unazungumzia nini? Je, Mungu unapozungumza kwa habari ya wanyama unamaanisha nini? Je, Biblia unapozungumzia habari ya pepo unamaanisha nini? Unajua, mwongozo wa Biblia hueleza ya kwamba bahari ni watu wengi. Ufunuo sura ya 17 fungu la 15. Msomaji, twende haraka. Ufunuo sura ya 17 fungu la 15. Je, Biblia inapozungumzia habari ya bahari au maji mengi inazungumzia nini? Ufunuo sura ya 17 fungu la 12. Ufunuo 17:12. Ndio. Maandiko yanasema, na zile pembe 10 ulizoziona. 17:15. Soma. Ishie 17 Ufunuo fungu la 15. 17 kitabu cha Ufunuo fungu la 15. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Biblia inaeleza, inasema, labda msomaji soma taratibu watu waelewe. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa kifupi ni kwamba bahari au maji mengi ni jamii ya watu wengi, ni mkusanyiko wa watu ambao unafanywa na kabila kadhaa, lakini nao hukaa pamoja kwa kuwasiliana. Labda tuulize Biblia, je, unapozungumzia habari ya upepo unamaanisha nini? Yeremia sura ya 49 fungu la 36 na fungu la 37. Na juu ya Elamu nitaleta pepo 4. Ndio. Toka pembe 4 za mbinguni. Sawa. Nami nitawatawanya hata pepo 4 zote. Wala hapana taifa ambalo hawatalifikiria watu wa Elamu waliofukuzwa. Asante sana, ishia hapo. Kwa hiyo Biblia inaeleza upepo sawasawa na vita na machafuko. Hueleza upepo sawasawa na vurugu. Labda tuiulize Biblia tena, je, Biblia inapozungumzia habari ya wanyama inazungumzia juu ya nini? Kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 17. Wanyama hao wakubwa uliowaona
wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. watakaotokea duniani. Soma 7:17. Wanyama hao wakubwa walio wanne, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea ni duniani. wafalme wakubwa wanne watakaotokea wapi? Kwa hiyo Danieli anatuambia alipoona hawa wanyama wanne wakitokea baharini, anasema maana yake ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Maana ikiwa bahari ni sawa na watu wengi, maana yake ni kwamba wanyama hawa wanne watatokea katika dunia, katikati ya watu. Lakini ili kila mfalme achukue nafasi ya kuitawala dunia, ni lazima pawe na vurugu na vita. Maana hapana mfalme atakayekubali kuachia nafasi bila kushindwa katika vita. Labda nikuambie, somo la leo lina ukaribu sana na somo la jana ambalo tulianza kujifunza kielelezo cha wakati wa mwisho kupitia sanamu ya Nebukadneza. Sasa mafananio haya ya wafalme hawa na sanamu ile yatatusogeza kuelewa vizuri somo la leo. Danieli anaeleza katika Danieli sura ya 7 aya ya 4 ya kwamba katika wale wanyama wakubwa wanne aliowaona, wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake akafutuka manyoya, na akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Danieli anatuambia katika ile ndoto alipoyachunguza yale maji ya bahari, akaona mnyama wa kwanza kama simba, na yule simba akachomoka katika yale maji ya bahari. Kumbuka jana tuligundua katika sanamu ya Nebukadneza kichwa kilikuwa cha dhahabu, ambapo jana tukagundua ya kwamba kiliwakilisha ufalme wa Babeli. Na hivyo hata Danieli anaanza kutusogeza kuelewa taratibu ufanano wa ule ufalme wa Babeli na ufalme huu ambao uliwakilishwa na simba. Na jana tukajifunza tukajua kwamba ufalme wa Babeli ambao tangu zamani ulitawaliwa na wafalme kama akina Nabopolaza, wafalme kama akina Nebukadneza, wafalme kama akina Berishaza, ulitawala tangu mwaka wa 605 hata mwaka wa 539 kabla ya Kristo kuwako duniani. Lakini Daniel anatuambia baada ya kumwona yule simba, na tazama mnyama mwingine. Kumbuka nasoma Danieli sura ya 7 aya ya 5, anasema na tazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande moja, na mifupa mitatu ya mavu ilikuwamo kinywani mwake katikati ya meno yake. Wakamwambia mnyama huyo, hivi inuka ule nyama tele. Je, huyu mnyama dubu aliwakilisha ufalme upi? Kumbuka tunahama katika sanamu ya Nebukadneza kutoka kichwani, kichwa cha dhahabu. Sasa tunaenda sehemu ya pili ambayo iliwakilishwa na kifua na mikono ya fedha katika sanamu ile ya Nebukadneza ambayo inafanana na mnyama huyu dubu. Je, ufalme huu ulikuwa ufalme gani? Ufalme wa pili ambao tulijifunza uliofanikiwa kuangamiza wafalme wa Babel hasa kupitia mfalme Berishaza, ulikuwa ufalme uliokuwa chini ya Dario aliyekuwa kiongozi wa Umedi na Uajemi, mataifa haya madogo mawili yaliyoungana na kuiangamiza Babeli. Na jana tuligundua ya kwamba walitumia
au waliingilia mto Frati ambao ndio mto unaopita katikati ya ikulu ya Babeli, wakafanikiwa kuangamiza. Nasikia dubu yule ambaye tumemuona aliyetabiriwa na Mungu ya kwamba atainuliwa naye atakuwa na mifupa mitatu ya mbavu kinywani mwake, iliwakilisha ile mifupa mitatu majimbo makubwa matatu ambayo wakati wa utawala wa Wamedi na Waajemi yalikuwa majimbo yaliyokuwa chini ya utawala wa Wamedi na Waajemi, majimbo ya Libya, majimbo ya Misri na jimbo lile la Libya. Kwa hiyo Wamedi na Waajemi ukatawala majimbo hayo yote. Sikia, Biblia inaeleza ya kwamba baadaye sana ufalme ule wa Wamedi na Waajemi nao ulikuwa na msukosuko mkubwa, pale ambapo kijana Alexander alikuja baadaye na kutafuta mipango ya kuangusha ufalme huu. Alexander aliondoka na kumfuatilia Dario mahali ambapo si mahali pa magofu ya mji wa Ninawi, si mbali na magofu ya mji wa Ninawi, mahali paitwapo Albela. Alikabiliana na majeshi makubwa mno ya Dario na kuyashinda kabisa katika mwaka wa 331 kabla ya Kristo. Huyu mfalme Alexander akiwa na miaka tu 25. Kwa hiyo ufalme wa Wamedi na Waajemi ukaangushwa na ufalme wa hawa wa Giriki, na ufalme wa Wamedi na Waajemi ukakoma pale mwaka wa 331 baada ya kuwa umetawala kuanzia mwaka wa 539 kabla ya Kristo. Tumuulize Daniel, je, ndoto yako iliishia hapo? Daniel sura ya 7 aya ya 6, kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4. Daniel anaeleza, kumbuka alikuwa usingizini. Kwa hiyo kausingizi kalipompitia zaidi akajua ndoto imekwisha. Baadaye kalipopungua akatazama na akagundua ya kwamba palikuwa na mnyama mwingine kama chui. Na anaeleza, anasema huyo chui yeye alikuwa na nini? Na mabawa, tena mabawa 4 kama ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, akapewa mamlaka. Kwa hiyo chui aliyetazamwa na Daniel katika ndoto ya Daniel alikuwa tofauti na chui wa leo. Yeye alikuwa na mabawa 4, alikuwa pia na vichwa 4, naye huyu chui akapewa mamlaka. Kumbuka tunahama kutoka mikono na kifua cha ile sanamu ya Nebukadneza. Sasa tunaenda sehemu ya kiuno alichosema kilikuwa kimetengenezwa kwa madini ya shaba ambayo yanafanana na mnyama huyu chui. Pengine kwa alikwambie Alexander alirudi toka Babeli mwaka wa 323 kabla ya Kristo, lakini baada ya mfululizo wa kulewa alishikwa na homa kali, na siku chache baadaye alifariki dunia Juni 13 ya mwaka wa 323 kabla ya Kristo. Baada ya kifo cha Alexander, majamadari wake wakaanza kugombana, vita iliyoitwa vita ya Aipas. Mwaka wa 301 kabla ya Kristo, ufalme wake ukagawanyika katika falme kuu 4 kama unabii ulivyosema ya kwamba yule mnyama atakuwa ana sehemu kubwa 4, yani falme ndogo ndogo 4 ambazo zingetokea katika ufalme ule. Na falme hizo ulikuwa ufalme wa Ptolemy, ambao ufalme huu ulikusanya maeneo ya Misri, maeneo ya Palestina na Sham ya kusini. Lakini jimbo la pili au eneo la pili lilifahamika au lilikuwa chini ya kiongozi aliyekuwa anaitwa Seleucus, ambaye alitawala eneo la Asia, Ashuru, Sham, hata India.
Lakini jemadari wa tatu aliyefahamika kama Lysimachus, yeye alitawala Thrakia na sehemu ya Asia ndogo. Lakini wa mwisho, yani jemadari wa 4, alifahamika kama jemadari Kasanda, ambaye alifanikiwa kutawala maeneo ya Makedonia na Ugiriki. Majimbo haya 4 katika ufalme wa Alexander yaliondoa na kudhoofika mpaka yalipoanza kutawaliwa na Rumi. Kwa hiyo baada ya ugomvi kati ya Alexander, baada ya ugomvi kati ya viongozi wengine akina Kasanda, akina Lysimachus, walipogomana, taratibu majimbo yao yakadhoofika, na taratibu yalipokuwa yakidhoofika, mkoloni wa Kirumi alikuwa akiyanyemelea. Labda tusome kitabu kinachoitwa The History of Rome, ukurasa ule wa 109. Mwandishi A.E.R.A. anaeleza, anasema, finally in 168 the Roman won a complete victory over Perseus in the battle of Pydna. Hence, fourth, it was clear that Rome was the real sovereign in the Eastern Mediterranean. Kwa hiyo mwandishi A.E.R.A. anaeleza, anasema, vurugu zile zilivyokuwa zikiendelea, baadaye mwaka wa 168 watawala wale waliokuwa chini ya utawala wa Alexander, wale majamadari 4 walizidiwa katika vita ya Pydna, na mkoloni wa Kirumi akafanikiwa kuitawala dunia. Mwaka wa 565 AD kitabu hiki kiliandikwa, na Ugiriki ikawa moja kwa moja imenyang'anywa madaraka mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Utawala ambao walianza kutawala ulimwengu mwaka wa 331. Danieli anaeleza katika Danieli sura ya 7 mstari wa 7, msomaji soma. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha. Mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma. Makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki ya miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Kwa hiyo Danieli anaeleza katika njozi ile, alipokuwa anatazama kila mnyama aliyekuwa anatokea, alikuwa ana uwezo wa kumlinganisha na mnyama mwingine aliyekuwako duniani. Yule wa kwanza alimlinganisha na simba, yule wa pili akiona alifanana na dubu, yule wa 3 akaona anafanana na chui, lakini yule wa 4 Danieli anasema, na tazama yule mnyama alikuwa wa kutisha. Danieli akashindwa kumfananisha na mnyama mwingine awaye yote hapa duniani. Mnyama wa 4 alikuwa wa kutisha. Sikia, naye si kutisha tu, alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo mwingi. Sikia, naye alikuwa na meno ya chuma. Tena si meno ya chuma tu, bali pia yalikuwa makubwa. Tena si makubwa tu, yalikuwa makubwa sana. Naye akasimama kwa nguvu zake, akaanza kuvunja, akaanza kukanyaga, akaanza kuvunja vipande kwa wafalme wote na masazo yote ya wafalme waliokuwa wametangulia. Je, pengine alitumia nini? Anasema mnyama huyu
alitumia miguu yake. Lakini pia mnyama huyu alikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Je, ni utofauti gani ambao ulikuwako kati ya mnyama huyu na wale wa kwanza? Lakini pia cha ajabu, alikuwa na pembe 10. Alikuwa na pembe 10. Kwa hiyo nikwambie usiku wa leo, kile ambacho tulikiona jana katika ufalme au mafunuo ya ulimwengu kupitia ndoto ya Nebukadneza, baada ya kiuno, sehemu iliyoelezwa, Daniel alipoambiwa na Mungu fafanuzi, alisema sanamu ile ya Daniel sura ya 2 ilikuwa na miguu ya nini? Miguu ya nini? Miguu ya chuma. Inafananishwa na meno ya chuma ya mnyama huyu wa 4. Lakini pia mnyama huyu wa 4 anaonekana ana pembe ngapi? Pembe 10 ambazo zinafanana na vidole 10 ambavyo tuliviona jana katika ufalme au ile sanamu alioneshwa mfalme Nebukadneza. Labda ngoja nikwambie ni kwa nini ufalme huu wa mwisho unaokuja kutajwa au mnyama huyu wa mwisho anaonekana awa tofauti sana. Kwa nini aonekane na uwezo mkubwa? Kwa nini aonekane na nguvu nyingi? Kwa nini aonekane ana umbo tofauti na wale wanyama wa kwanza? Anasema mwandishi mojawapo, utawala huu uliendelea kuwa na nguvu tangu enzi za Nero mwenda wazimu na mkatili. Alikuwa Kaisari wa kwanza mwenye kudhuru wa Kristo. Jana tuliangalia ufalme wa Kirumi, mkoloni wa Roma, alipotawala dunia tangu ule mwaka wa 168. Aliendelea kuitawala dunia mpaka mwaka 0, mpaka wakati wa Yesu, na akawa anatawala dunia mpaka wakati wa Yesu kuteswa. Lakini viongozi walianza kuitwa makaisari, na katika mfululizo wa makaisari aliwahi kuwapo mfalme au kiongozi aliyekuwa anaitwa Nero, aliyekuwa mtesaji mkubwa wa Wakristo. Sikia, Domitian aliyetawala mwaka wa 51 mpaka mwaka wa 91, ambaye alikuwa ni dikteta mdhalimu na mkaisari. Makaisari wote walifuata, ikiwa ni pamoja na Diocletian anayejulikana kihistoria kwa kuwatesa Wakristo, aliyesababisha Wakristo wengi kutiririsha damu na vijito vya damu vikatiririka. Himaya ya Rumi haikushindwa kivita na kusalimu amri kwa himaya nyingine baada yake kama himaya za mwanzo. Badala yake iligawanyika na kuwa falme mbalimbali. Neno la Bwana kama lilivyokuwa limeeleza ya kwamba kwa habari ya ufalme wa Babeli utaangamizwa, na utakuja ufalme mwingine wa Wamedi na Waajemi, nao utatawala, na Wamedi na Waajemi nao wataangushwa na ufalme wa Wagiriki. Biblia imeeleza ya kwamba katika mnyama yule wa 4 hakutokea mnyama mwingine awaye yote, bali taratibu katika mnyama yule wa 4 pembe ziliota katika ufalme au mnyama yule wa 4. Na kama neno la Bwana lilivyokuwa limetabiri, historia pia inaonyesha kwamba hakuna ufalme mwingine ambao ulikuja na kushinda ufalme huu wa Kirumi, bali ufalme wa Kirumi uligawanyika katika majimbo kadha wa kadha, uligawanyika katika nchi kadha wa kadha. Je, hizo nchi ni ngapi? Tangu mwaka wa 330
AD au baada ya Kristo na kuendelea, wakati mfalme Konstantino alipohamisha makao yake makuu toka Roma kwenda Konstantinopo. Kudhoofika kwa dola hii kuu kulianza kwa majimbo yanayounda magharibi ya himaya hiyo. Mamlaka yake ilififia nguvu zake. Hatimaye zile nguvu zikatoweka na chombo muhimu cha serikali kikatokomea. Kwa hiyo baadaye taratibu yale majimbo yaliyotokana au yaliyoota katika serikali ya Roma katika ukoloni wa Kirumi yakawa na nguvu taratibu. Baadaye mamlaka ya serikali ya Roma, nguvu zikapotea. Katika ukiwa huu, makabila yasiondolewa kutoka kaskazini yaliuvamia ufalme, na kufikia mwaka wa 476 baada ya Yesu wakamwangusha Romulus Augustus, mfalme wa mwisho wa majimbo ya magharibi ya himaya ya Rumi. Kwa hiyo Romulus Augustus akaangushwa na nguvu, akadhoofishwa na nguvu. Labda nikwambia jambo fulani. Kwa hiyo mamlaka na nguvu kuu za serikali ya Roma zilifananishwa na mnyama wa kutisha, mnyama wa nne aliyekuwa na nguvu na uwezo mwingi, mnyama ambaye hakufanana na wanyama waliotangulia, lakini pia ulifananishwa na nguvu za chuma kama madini yalionekana kuwa katika miguu ya ile sanamu ya mfalme Nebukadneza. Na taratibu tangu ule mwaka wa 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 476 baada ya Masihi, ufalme huu ukawa unaitawala dunia. Ufalme huu ukawa na nguvu, na ndio ufalme ambao ulitawala dunia kwa miaka mingi. Ukiwa na kiburi, ulitawala dunia kabla ya Yesu na hata baada ya Yesu kuzaliwa. Ngoja tusogee mbali zaidi. Ikiwa miguu ya ile sanamu hufananishwa na ufalme wa nne, je, unaweza ukaelewa sasa ufanano wa vile vidole 10 na pembe zile 10 zilizoonekana katika yule mnyama wa nne? Danieli sura ya 7 aya ya 24, msomaji. Na habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Na habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme wangapi? 10. Kwa hiyo neno la Bwana, kama jana ambavyo tulijifunza, mfalme Nebukadneza akionyeshwa ya kwamba vidole 10 katika sanamu ile viliwakilisha wafalme 10, vivyo hivyo Danieli akaambiwa na Mungu habari ya pembe 10. Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Wafalme 10. Falme 10 tangu ule mwaka 476 baada ya Kristo zitaonekana zinafanana na kila ambacho kitatokea au kinafananishwa na kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kitaendelea kufanyika mpaka Yesu aje mara ya pili. Na jana tulisoma tukagundua ya kwamba wafalme ambao walitawanyika kutoka katika ukoloni wa Roma alikuwa ni katika mfumo ufuatao. Taifa la kwanza lilikuwa taifa la Waalamani ambao ni Wajerumani, lakini taifa la pili walikuwa Bulgarian ambao ni Waswisi. Watatu lilikuwa ni falme au ufalme
wa Wafransi ambao leo ni Wafaransa. Ufalme mwingine ulikuwa Lombards ambao ni Waitaliano, lakini ufalme mwingine walikuwa ni Wasaxons ambao leo wanaitwa Waingereza. Waswevi walifuata ambao leo ni Wareno, lakini Visigothi ni Wahispania wa leo. Taifa lingine ilikuwa taifa la Waheruli, Vandals na Ostrogoth. Mataifa haya makubwa, taifa la Heruli, Vandal na Ostrogoth, leo hayaonekani. Pengine kesho utajua ni kwa nini Heruli, ni kwa nini Vandal, ni kwa nini Ostrogoth hayaonekani katika historia ya leo. Kwa hiyo taratibu mbingu zikafunua kupitia ile sanamu ya Nebukadneza. Mbingu zikafunua kupitia wanyama wakubwa 4 wa kitabu cha Daniel. Na mbingu zinatusaidia kujua ya kwamba kama Yesu alivyosema yatakapotokea yote yaliyotabiriwa katika kitabu cha Daniel, tujue ya kwamba Masihi anakuja. Masihi anakuja. Kwa hiyo sanamu ya Daniel sura ya 2 inafanana na wanyama 4 wa kitabu cha Daniel sura ya 7, wote wakielezea habari ya falme na kila ambacho kitaikumba dunia kabla ya Yesu kuja. Kwa hiyo jana tumeanza kujifunza tangu mwaka wa 609 mpaka 500. Tukasogea mbali tukaenda mwaka wa 300, tukasogea mbali tukaenda mwaka wa 100, tukasogea mbali tukafika mwaka wa 0, tukaenda mbali. Leo tumesogea na tumeishia mwaka wa 476 ambapo utawala wa Rumi, yani serikali ya mkoloni wa Kirumi, ikiwa inaitawala dunia. Je, ni nini kitakachofuata? Nini ambacho Biblia itaeleza kwa habari ya ufalme huu? Maana neno la Bwana nasema ufalme huu ndio wa mwisho. Na pia Biblia jana ilisema katika nyakati za vidole vya sanamu ya ile Danieli sura ya 2, ndipo jiwe kubwa ambalo husimama kuwakilisha ufalme wa Yesu linapokuja. Je, unajua hatua za mwisho katika utawala wa falme hizi? Unajua mambo makubwa ambayo yatatokea? Unajua mambo makubwa ambayo yalitokea kupitia mkoloni huyu wa Kirumi? Je, unajua chimbuko kubwa la dini ya Roma? Je, unajua chimbuko kubwa la ugomvi wa Wakristo leo? Je, unajua chimbuko kubwa la ugomvi wa dini na dhehebu? Karibu kesho ambapo tutaangalia jambo moja kubwa juu ya pembe ndogo ambayo ilionekana kuota katikati ya zile pembe 10 ambazo Danieli aliona. Pembe ambayo ilikuwa na macho, pembe ambayo ilikuwa na pua, pembe ambayo ilikuwa na mdomo, lakini pembe hiyo haina masikio. Ni kwa nini pembe hii ipewe macho, pembe hii ipewe pua, pembe hii ipewe mdomo, lakini inyimwe masikio? Nikualike kesho kujua sababu kubwa. Na unapoyasikia haya, jua ya kwamba tunaishi kwa neema. Tunaishi kwa neema. Pengine
mtoto na wito usiku wa leo. Yuko mtu anasema usiku wa leo pia nimeelewa zaidi kwa habari ya mkazo ambao Mungu aliona si vizuri aishie kueleza ufalme wake ujavyo kupitia tu Nebukadneza mpagani. Akaona pia amtumie nabii Danieli kueleza kupitia wafalme wakuu wanne. Naye mtu wa namna hiyo anasema, ninapenda kabla ya ufalme huu wa Yesu kuja niwe sehemu ya ufalme huu. Je, yuko mtu wa namna hiyo mahali fulani? Piga hatua. Dada, kaka, kijana, mzee, bibi, mama, sogea mbele, tunapoenda kuomba. Unasikia wito wa Roho Mtakatifu akikualika kwa ajili ya ufalme wake ujao ambao uko karibu. Kiwa yuko mtu wa namna hiyo, waweza simama. Waweza simama tunapojiweka mikononi mwa Mungu aliye hai. Mikononi mwa Mungu aliye hai. Mungu akubariki kaka. Mungu akubariki kijana. Barikiwe dada. Barikiwe mtoto kwa ajili ya kusikia mwito wa Mungu ndani yako. Yuko mtu anasema, tangu ubatizo ulipotangazwa nasikia Roho wa Mungu anazungumza nami na ninapenda niyatoe maisha yangu kwa Yesu. Mtu wa namna hiyo pia, mahali ulipoweza kunyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Unasikia Roho wa Bwana anakuambia ubatizo huu usikupite. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Nyosha mkono wako. Yuko mtu pia anasema, nimegundua mahali fulani nimepungua, ninapenda Yesu anisaidie kwa neema yake. Waweza pia nyosha mkono. Mungu akusaidie. Mungu akubariki. Mungu akutie moyo. Tuombe. Jehova mtakatifu, Baba mtakatifu, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, asante kwa ajili ya mafunuo makubwa. Asante kwa ajili ya watoto wanyenyekevu ambao wanapenda kunyenyekea chini ya miguu yako. Kawafundishe kwa Roho wako Mtakatifu. Mahali palipopungua, karejeshe, kajaze, ili Yesu tukaokolewe. Asante kwa ajili ya usiku huu. Tumwagie Roho wako Mtakatifu sasa, ili tuelewe. Kesho tunasoma gumu, Bwana wangu, tupatie ujasiri wa kujifunza. Turejeshe tena. Asante kwa ajili ya miujiza na mambo makubwa unayotenda. Ruhusu sasa malaika wako ambatane nasi. Ni katika jina la Yesu. Amina.